Lucia Sule aliyekuwa katibu umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT mkoa wa Mbeya amepumzishwa katika makazi yake ya milele nyumbani kwao Riroda, wilaya Babati mkoani Manyara. Lucia Sule alifariki wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya. Kifo cha Lucia Sule kimetokana na ajali la gari la serikali na basi kampuni ya CRN na kufanya jumla ya vifo kufikia 6 katika ajali iliyotokea Februari 25 mwaka huu 2025 katika eneo la Shamwengo wilaya Mbeya wakati wa ziara ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa Fadhili Rajabu. Katika ajali hiyo watu 3 walifariki papo hapo, akiwemo mwandishi wa habari wa kujitegemea Furasi Mchimba, mjumbe wa kamati ya utekelezaji CCM wilaya Mbeya Daniel Mselewa na utingo wa basi Isa Geazi ambao waliagwa Februari 27 jijini Mbeya. Na hapa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Patrick Marunenge anasimulia kuwa alikuwepo kwenye gari hilo alilopanda Lucia Sule, na yeye alishukia njiani na kuacha gari hilo likiendelea na safari, ila baadaye alipigiwa simu kuwa gari hilo limeua na kujeruhi. Na hapa anasimulia zaidi. Mimi naitwa Hassan Thabiti Mchau. Sasa kija kwa dada yetu Lucia, kwa kweli nimemfahamu baada ya kuja kuhamia kwenye mkoa wa Mbeya kuwa ni katibu wa UWT mkoa. Amefanya mambo mengi sana, na sisi kwenye mkoa wetu wa Mbeya tulisema kwamba tunajipambanua, tutasema kweli daima fitina mwiko, tulikemea sana, tunakemea sana majungu na ufitini. Sasa lazima tutende haki kwa watu wote. Hizo sifa dada yetu Lucia Sule alikuwa nazo. Kwa tumepoteza mpiganaji mahiri, na hata tukielekea kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi tulimhitaji sana dada yetu Lucia kuliko yeye alivyokuwa anajihitaji labda na familia yake. Kwa hiyo niwapongeze watu wa Manyara na mama mzazi kwa mlimzaa dada Lucia, lakini mlimzaa kwa ajili ya kutendea kazi sisi watu wa Mbeya, lakini na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Kwa tumepoteza mpambanaji sana. Niseme kidogo, mwaka hiyo tarehe 25 tumetokea tukio la ajali. Mimi nilikuwa naye kwenye gari. Hiyo gari iliyopata ajali, na alikuwa amekaa nyuma ya kiti changu. Tunatoka Mbeya. Alikuwa muda wote anapiga simu, yuko majukumu yake. Nadhani UWT walikuwa na shughuli yao kule Tanga. Kwa hiyo anapiga simu kuhimiza watu watoe michango. Anapiga simu, namuuliza, "Kwa nini unapiga simu sana?" Sema, "Lazima tufanye kazi mwenyekiti, kuhimiza watu, sababu siku ya mwisho ni kesho." Kwa hiyo maneno alikuwa anaongea, anaeleza mimi kwa nyuma ya sita hiyo gari ambayo ilipata ajali. Kwa hiyo tulikwenda naye mpaka kusindikiza mgeni wetu hapa, mwenyekiti wa jumuiya wazazi mpaka Makambako. Sijui nini kilitokea tu, mimi nilishuka kwenye ile gari. Kwa wao wakaendelea na safari. Baada ya dakika 45 ndio nikasikia kwamba amepata ajali, na nilipigiwa simu na mbunge wangu wa Mbarali pale Bahati Ndingo akinifahamisha kwamba mwenyekiti uko wapi, mbona hiyo gari tunasikia mbona ilikuwa imepata ajali, na katibu wetu wa UWT nasikia ameumia sana, wengine wamepoteza maisha. Ndio hapana, mimi nimeshuka Makambako. Kwa kuanzia hapo sasa ni story ndefu, lakini ikabidi tuanze kufuatilia na kujua wenzetu wanaendeleaje. Lakini tulichukua hatua kama mkoa, Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha kwamba anapata matibabu, na ni kweli kabisa matibabu tulisimamia vizuri ya majeruhi wote, akiwepo dada yetu Lucia. Tulisimamia kuhakikisha kwamba anatibiwa, lakini kwa gharama zote za Chama cha Mapinduzi, bila familia wala mtu yote kuhusika kwenye gharama za matibabu, na mpaka huu mauti umempata, na wengine wote ambao walikuwa kwenye ile ajali. Lakini bahati mbaya kwamba kwenye ile ajali tumepoteza ndugu zetu 6, akiwepo na dada yetu Lucia. Kwa hiyo sisi kama Mbeya kwa kweli tunasikitika sana kupoteza watu wetu ambao tulikuwa kwenye shughuli za chama, na tunaendelea kutoa pole sana kwa watu wa Manyara. Tuko pamoja sana kwenye msiba, tumeumia wote, tumeguswa, sababu matukio yote yalikuwa yanatokea sisi tulikuwepo, lakini tulishiriki kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha yao. Lakini ndio hivyo, siku ingepangwa ya Mwenyezi Mungu, muda wako wa kuishi hakuna mtu akuzuia. Kwa hiyo niwatie moyo waombolezaji kwamba tuwe na imani kwamba tunaishi, lakini siku zetu za kuishi zinahesabika, na sisi wote tuko kwenye foleni kama ndoo ya maji na kingwa, haujui ni nani atakaofuata. Kwa hiyo tuna imani hiyo, kuona kwamba ipo siku na sisi tutaondoka kama alivyoondoka ndugu yetu. Lakini tunaondokaje? Haya ndio mafunzo ya mchungaji Baba Askofu pale anasema.
tutende mema tukijua kwamba tutaacha alama kwenye familia zetu. Lakini la mwisho ni kwamba sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya tumeshughulika kuanzia matibabu yote, lakini usafiri, kuleta mwili wa ndugu yetu huku, kuleta mpaka hapa Manyara, itoa magari 4. Lakini katibu wangu wa chama nadhani atakabidhi rambirambi kwa familia. Michango imechangwa na watu mbalimbali kutoka Mbeya, wabunge, madiwani, kiasi cha milioni 1,180,000. Nadhani ataikabidhi familia angalau isaidia. Lakini ninachohakikishia familia, mama, kama tuko kwa pamoja, tunamuuguza dada yetu, tutakuwa pamoja hivyo hivyo mpaka mwisho kuhakikisha kwamba tunashiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha watoto wanasoma. Ameongea mkuu wetu wa mkoa hapa. Lakini na sisi pia kama mkoa wa Mbeya, kwa sababu Lucia alifanya kazi kwenye mkoa wetu na alifanya kazi vizuri, na sisi namna kuweka alama na kumbukumbu tutajitahidi kuhakikisha kwamba watoto na sisi tunatoa support kubwa kuhakikisha kwamba wanasoma. Kwa hiyo mzao Lucia ameondoka, lakini hapo Lucia peke yake. Tumezaliwa watoto wengine sisi ambao tupo, tutaendelea kushirikiana na wewe mama kuhakikisha kwamba huyu tena yakiwa au kwa msongameko. Yote hawa ni familia ya Lucia kwa pamoja. Lakini safari hii wakati wa msiba wa Lucy umenifanya nitambue jambo moja. Kumbe mkoa wa Manyara ni kisima cha wanasiasa, haswa wanawake. Wako wengi sana. Kwa Mheshimiwa Mama Chatanda, mkiwa mnawaza nafasi kubwa kubwa, mjue watu wa Manyara ndio wenye uwezo huu. Muangalie upande huu. Mheshimiwa Mama mwenyekiti wa kina mama, MC amesema tuongee dakika moja. Msiba huu mimi ni mama. Na tumepoteza binti yetu, lakini pia naye alikuwa ni mama. Ameacha watoto. Hapa pana ndugu, familia, wajomba, wakina baba, wakina shangazi, kuna babu. Mimi ni kiongozi wa shughuli za serikali kwenye mkoa huu. Nina uzoefu na heka za mkoa huu. Naomba niwaombe sana wanandugu, zingatieni kutunza watoto walioachwa. Mwalee, mwasomeshe. Hapa Kishukuta utasikia heka hapa. Kiwanja kimeuzwa, shamba limeuzwa, nyumba imegombewa, wamepelekana hapa. Kama serikali, Mungu akinipa kibali cha kuwa hapa kwa muda mrefu, nitahakikisha pia ninasaidia watoto hawa waweze kwenda shule. Usisikie heka hizi zinazopita. Binti amejitahidi, amewekeza kiasi cha kutosha, Mungu alipombariki, amejenga nyumba yake ile pale. Ile nyumba ni kwa ajili ya watoto wake. Tutasikiliza baadaye hapa kwenye nimesikiliza, sikuona mwingine. Watoto hawa wakae kwenye nyumba yao. Watunze watunzi, watakopata akili waikute nyumba aliyojenga mama yao. Wakute mashamba aliyonunua mama yao. Ya kwangu alikuwa ni hayo tu, na mama mwenyekiti, naomba nikuhakikishie kwenye hili sitoacha kuwa mkali. Maana saa nyingine watu tunashughulikiana nikiwa na tabasamu hivi. Tutashughulikiana na tabasamu hili, na hata mheshimiwa mkuu wa wilaya nilimweka front sana kipindi kile aweze kuangalia. Kwa tutaendelea kuona watoto wanasoma, wanatazama, na vitu vya marehemu vinabakia. Nimesema hili kwa sababu maalum za kiusalama. Mungu awabariki sana. Poleni sana.